Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na moja kati ya mijadala ambayo imeibuka huko mtandaoni. Bwana, huu ni mjadala kumuhusu msanii anayekwenda kwa jina la Mbosso Khan kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikimeke headline huko mtandaoni. Bwana, kumekuwepo kama vile kuna mijadala imeibuka kutokana na project ambazo zimetoka hivi karibuni. Upande mmoja kuna project ya Mbosso Khan, lakini pia upande wa pili huku bwana kuna project ya Diamond Platnumz. So kama unavyoelewa ni kwamba mambo yamekuwa ni mengi, mijadala inazidi kuwa mingi kutokana na project hizi ambazo zimekuwa zikiachiwa hivi karibuni katika mziki huu hapa wa kizazi kipya, ambapo kama unavyoelewa bwana, mambo yanazidi kuwa moto kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Bwana, wadau wanauliza kwamba kwa nini wasanii wa sasa hivi bwana, kila wanapoachia nyimbo zao zinakuwa kama Big G, yani zinakuwa ni kama vile bubblegum, yani ina trend kwa muda mfupi and then baada ya muda inapotea kabisa. Tofauti kabisa na hapo zamani. Wadau walikuwa wanamuziki au wasanii wa zamani bwana, walikuwa wakiachia kazi au wakiachia ngoma mpya, wimbo mpya uaga unadumu, unafanya vizuri kwa takriban hata miaka, na hata huko baadaye kabisa watu wanakuwa wanaburudika na nyimbo hiyo. Lakini this time around bwana, ni kama vile soko limekuwa saturated, yani kazi imekuwa ni nyingi za aina tofauti, wamekuwa wakiandika mashairi mepesi mepesi, na mwisho wa siku bwana, inapelekea nyimbo hizo kuto kufanya vizuri kwa muda mrefu. Kuna page hapa wamekuja wameandika makala kuhusiana na situation hiyo, akiwa wameandika kwamba bwana, darasa la 7 nyimbo ya Mbosso Khan. Hapa bwana amezungumzia nyimbo za Mbosso, nyimbo ya Mbosso pamoja na nyimbo ya Diamond Platnumz ndizo zimetumika kama reference katika mada hii. Kwa hiyo hapa kwa mujibu wa habari ambayo imeandikwa hapa, wameandika kwamba darasa la 7 na Natulizana, hizi ni nyimbo mbili, moja ni ya Mbosso, nyingine ni ya Diamond, na darasa la 7 ni nyimbo ya Mbosso Khan na Natulizana ni nyimbo ya Diamond Platnumz. Sasa hapa wameandika kwamba darasa la 7 na Natulizana ni ngoma zilizotoka kwa kishindo sana, zikapokelewa vizuri, lakini zimedumu kwa muda mfupi sana. Currently hauwezi kuona mtu ameposti kitu Instagram then akatumia nyimbo hizi. Kwa kifupi ni kwamba nyimbo hizi tayari zimeshachuja, sio mitandaoni tu, hata mtaani pia vile hazisikiki tena. Wadau wanakuambia kwamba bwana, nyimbo kama vile darasa la 7 na hii nyimbo nyingine hapa ya nyimbo ambayo inakwenda kwa jina la Natulizana ni nyimbo ambazo bwana, kila ukizitazama kwa muda ambapo zilivyokuwa zimetoka zilikuwa zinafanya vizuri, zilipokelewa kwa kishindo sana, lakini baada ya muda mfupi tu tunaona kwamba mambo yamekuwa chembele kabisa, na sasa hivi bwana hakuna tena ile momentum ambazo ngoma hizi ilikuwa nazo hapo awali. Mpaka sasa bwana, ngoma hizi kila moja ina jumla ya views milioni 5.5 huko YouTube, wakati darasa la 7 ndio ilianza kutoka. Hii inamaanisha kuwa tayari views zake zimefika kikomo, huku Natulizana bado inapanda na huenda hivi karibuni ikapiku ngoma ya Mbosso ya darasa la 7. Unaambiwa kwamba hapa sasa ndipo swali linapokuja kwamba je, ngoma hizi kwa nini siku hizi, kwa nini ngoma za siku hizi ni kwamba ikisikika sana labda ni mwezi mmoja, baada ya hapo kimya kinatawala. Changamoto ni uwepo wa wasanii wengi kuliko zamani, hali inayopelekea kila siku ngoma mpya zinatoka, au shida ni ubunifu wa wasanii kutoa ngoma ambazo haziishi kwa muda mrefu? Hilo tu swali ambalo wadau wamekuwa wakilijadili huko mtandaoni.
Lakini pia hapa kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, kutoa ngoma zinazoishi muda mrefu ni swala lenye faida kubwa, kwani hujenga kipato endelevu kwa msanii. Mfano, licha ya Michael Jackson, Tupac, Biggie kufariki miaka kadhaa iliyopita, lakini ngoma zao bado zinaishi na familia zao zinazidi kuingiza pesa. Lakini angalia wasanii wa Bongo Flava, familia ya Mangwea, Sharo Millionaire, Sam wa Ukweli na wengineo walipofariki bwana, zinaingiza kitu chochote? Wengi mtasingizia kwa sababu ni mifumo mibaya ya kidigitali, au walikufa wakati wakiwa hawajaimarisha kazi zao kwenye platforms mbalimbali. Lakini sababu kubwa ni kwamba ngoma zao bwana haziishi muda mrefu, hivyo basi hata zikiwepo kwenye platforms bado zingekuwa na views au streams chache. Lakini kingine, mfano mzuri ni kwamba kuna wasanii kama vile Maher Zain ambaye yeye nyimbo zake ni za Ramadhani, ambapo nyimbo zake nyingi sana zinafanya vizuri kwa kipindi cha mfungo wa Ramadhani kwa kila mwaka. Mariah Carey ambaye yeye pia nyimbo zake zinafanya vizuri kwa kila kipindi cha Krismasi kwa kila mwaka. Celine Dion, Shania Twain waache mziki sasa hivi bado watazidi kuingiza pesa kwa sababu ngoma zao zinaishi. Ukifika msimu wa Ramadhani lazima utamsikiliza Maher Zain, msimu wa Christmas lazima utasikiliza ngoma za Mariah Carey na wengineo. Hivyo basi wasanii wa Bongo bwana wakomae kwenye kutoa ngoma zinazoishi muda mrefu. Pia vile tuendelee kuboresha mifumo ya kidigitali pamoja na hakimiliki ili kunufaika zaidi na kazi hizi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Lakini ukiachana na hilo, pia vile hapa kuna habari ambayo imetufikia kuhusiana na msanii Mbosso Khan. Bwana Mbosso bwana ameamua kumnunulia baby mama wake, ameamua kumnunulia mzazi mwenzie gari aina ya Harrier mpya kabisa. Hapa bwana Juma Lokole ameposti, ameandika kwamba haya sasa Mbosso kamtunza mzazi mwenzie Harrier mpya kabisa, new model. Sasa Mbosso utawatunza wangapi? Maana una watoto 6. Huyo bwana ni Juma Lokole ameandika baada tu ya kufanya jambo ambalo limemeki headline huko mtandaoni kuhusiana na issue kuhusiana na kile ambacho Mbosso amekifanya huko mtandaoni baada ya kutoa gari kwenda kwa baby mama wake. Sasa ana watoto 6. Sasa je, mabebi mama wengine nao pia watawatunza gari au la? Watu wamekuwa wakiuliza hilo pia. Sasa huyu mzazi mwenzake na Mbosso jamani, ameamua kumzawadia gari kutoka kwetu Nanasi, anaitwa Rukia Ruki. Amekuja kwetu Nanasi, tumemwagizia gari bunduki kabisa kama unavyoiona. Ukiambia gari kama mchele, sasa hivi tunapomaanisha huu mchele wa 4500 super kabisa. Gari imenyoka, inang'aa kama mwanamke Kimahonde. Tajiri yetu yenyewe ndio ile pale Rukia Ruki. So ukiwa kama mdau bwana, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Lakini pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.